Najua vijana wa 2000 hizi wanaweza wakadhani ni sabuni, lakini hizi ni sukari guru. Kama ulitumia hizi, basi jua na wewe una la kufanya kuhakikisha kwamba unajiweka salama. Pia mavazi haya kama uliyatumia, basi ujue umri umekwenda na unatakiwa kuamka haraka sana kufanya maamuzi. Lakini pia kama ulitumia haya mavazi kwa namna yote ile pale, lazima uwe na familia kubwa ya mtoto zaidi ya mmoja. Kwa hiyo nyumba moja pia inaweza isikutoshe, utagombanisha watoto wako baadaye waanze kurogana kisa nyumba ya urithi ambayo wewe umekuja kuachia, ambayo nao pia inakuwa ni ndogo, haiwatoshi. Sasa hii nimekuletea hapa nzuri ya kisasa yenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala. Ndani humo kuna chumba kimoja ambacho ni self, vyumba viwili ni single. Choo cha public kipo, lakini kuko na dining, jiko pamoja na store, ikiwa inatumia jumla ya tofali 2700. Bati zake ni 90 za futi 10 na mbao za kenchi ni 200 kamili. Upana wa hili jengo ni mita 12.1 na urefu ni mita 11.4. Kwa hiyo jengo limebalance, sio kubwa sana na sio dogo sana. Kwa hiyo kama una familia kubwa, basi hili hapa ndio litakuwa jambo ambalo utatakiwa kuhusika nalo kwa asilimia kubwa sana. Sasa hivi tumekuja na style ya kuwakumbusha wahenga, kwa sababu watu wanajisahau na kuona kwamba bado wao ni vijana wadogo, lakini umri unaenda na siku zinazidi kwenda. Kwa hiyo utakuja kushtuka za jioni sana, muda ambao hauwezi kufanya chochote. Kwa hiyo muda wa kufanya chochote, muda wa kushtuka na kuamka ni sasa. Kwa hiyo unaweza kubadilisha chochote kile kwenye maisha yako, kwa sababu muda bado unao. Ndio, na nikukumbusha kwamba majengo kama haya unaweza ukajenga kwa gharama tofauti tofauti. Unaweza ukajenga kwa gharama ndogo, lakini unaweza ukajenga kwa gharama kubwa. Yote haya yanakuja kutokana na usimamizi utakao kuwa unaofanya wakati ambapo utakuwa unatekeleza ujenzi wako. Kumbuka, usimamizi mzuri au usimamizi wa kusimamia mwenyewe ndio usimamizi ambao unaweza kukufanya wewe ukapunguza gharama za ujenzi kwenye jengo lako hilo. Lakini pia vifaa, of course, sehemu ambapo unaenda kujenga, kwa sababu usitegemee kujenga kwa gharama ndogo ikiwa kiwanja chako tu kipo maeneo ya ushuani, kwa sababu hata atakaye kuja kukujengea hapo ni lazima atahitaji malipo makubwa, tofauti na yule atakayeenda kujenga nyumba hii maeneo ya uswazi. Kwa hiyo hata mazingira pia ya eneo ambalo unaenda kujenga yatakuja kukupa majibu ya namna gani ujenzi wako utakuwa mgumu. Lakini pia material utayatoa wapi, yatafika vipi site, mpaka kuandaliwa kwake na kutumika kwake kwenye ujenzi. Kwa hiyo vitu hivyo unatakiwa kuvijua, ila cha msingi na ambacho natakiwa ni kukazania ni kwamba una uwezo wa kujenga jengo hili kwa gharama ndogo au kwa gharama kubwa. Yote utachagua wewe, kwa sababu zipo sababu za msingi ambazo zinaweza kufanya wewe ukajenga jengo kwa gharama ndogo, kwa sababu kuna baadhi ya vitu kwenye ujenzi vipo vya kuepukika. Ndio unakuta mtu anajenga nyumba, katika nyumba yake ameweza kuweka renta karibu 4. Sasa sometimes inaongeza thamani na ubora katika jengo, lakini haina ulazima, kwa sababu hizo renta zinapokuwa 4, renta ikiwa zaidi ya moja, ikatokea renta moja ni dhaifu kuliko renta nyingine, inaweza ikafanya jengo zima likawa dhaifu na ukajikuta jengo lako linabomoka kwa muda mfupi sana. Na ndio maana ninashauri kama utakuwa unaweza kufunga renta zaidi ya moja, haimaanishi kwamba jengo lako litakuwa bora, ila ni vyema ukasimamisha beams na columns, kuhakikisha kwamba nguzo za kusimama na za kulala zote zinakuwepo katika jengo lako. Usiweke tu renta, hapana, simamisha nguzo katika kila makutano ya ukuta. Hapo ndio ambapo utakuwa unaongeza ubora wa jengo. Lakini kama hauna kipato hicho, basi hata sababu ya kufanya hivyo haipo. Utajenga kawaida kama ambavyo wanajenga wengine. Funga mkanda mmoja wa renta, maliza nyumba yako, fanya finishing, piga bati lako na vitu vingine vyote vitafanyika hapo. Lakini hata style ya bati, sio lazima uweke bati za rangi, uweke bati za gharama. Ukiona huwezi kufika huko, nunua bati za kawaida, weka kwenye nyumba yako na maisha yataendelea vile vile ambavyo wamejenga wao ambao wamejenga majumba mazuri. Na hii ndiyo ambayo utaitumia kujenga nyumba yako kwa gharama ndogo sana. Nikukumbushe tu kuhakikisha kwamba una subscribe katika YouTube channel yetu. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.